kardinali ule mjalie cheo cha uaskofu hapa duniani, tunakuamuru waingie katika jamii ya watakatifu wako katika ufalme wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa hali ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, uondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba wimbo wa uchanzi wa utukufu wako, tukisema zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana.
na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako. Ulitoka mawe ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na kukushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kukaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yosefu msimamizi wa kanisa hili, na watakatifu wote ambao tunategemea daima kupata msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Jude Tadeo Ruwaichi na askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako
uwakusanyie kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Polycarp Kardinali Pengo uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utaufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo mwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, sote kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Karibuni kupokea komunyo.